Hili ni pumzisho la Mungu kutoka kwa Pastor Andegunyo. Limekuja nyumbani kwako kukwambia kuhusu vema ya familia yako. Familia maana yake zaidi ya wawili tofauti wanaoishi pamoja. Zaidi ya wawili tofauti wenye utaratibu au kanuni tofauti wanaoishi pamoja. Na kufanya popote pale ulipo, wewe ndiye uliyeitwa familia, kwa kuwa umepewa uweza, kanuni na utaratibu wa maisha yako. Umeweza kuishi pamoja na zaidi ya kanuni mbili tofauti. Umeweza kuishi zaidi ya kanuni au utaratibu mbili tofauti, na kukufanya kwa uweza huo wa kuishi na zaidi ya kanuni mbili au utaratibu mbili tofauti, ndio ikakufanya wewe ukaitwa familia, kwa maana kwamba mmeishi pamoja. Kanuni yako na kanuni nyingine zaidi ya mbili zimeishi pamoja, kwa kila mmoja kuishi kanuni yake, na kwa kila mmoja kuishi kanuni yake, wote mkawa mnasaidiana kwa kanuni zenu, wote mkawa mnapendana kwa kanuni zenu, na wote mkaitwa familia moja, kwa kuwa kwa kila mmoja kuishi kanuni yake, kwa kila mmoja kuishi utaratibu wake, wote mkawa mwili mmoja katika kusaidizana, katika utawala, katika mambo yote, na kukufanya ulipo wewe popote pale, wewe umekuwa familia. Tena si familia tu, bali familia bora, bali familia iliyo vema. Na kufanya vema ya familia yako ni huo uwezo wako, uwezo wa kanuni na utaratibu wa maisha yako kuishi pamoja na kanuni na taratibu zaidi ya mbili. Ni baba kuweza kuishi na watoto pamoja na mke wako. Ni dhehebu hilo kuweza kuishi pamoja na dhehebu nyingine zote. Ni dini hiyo kuweza kuishi pamoja na dini hile kwa utaratibu wake, dini hile kwa utaratibu wake. Ni ndoa hiyo kuweza kuishi pamoja na ndoa hile kwa kanuni na utaratibu wake, kuishi na ndoa hile kwa kanuni na utaratibu wake, ikiwa na maana kuwa na uweza wa kuishi pamoja na ndoa nyingine zaidi ya moja zenye utaratibu na kanuni zao. Vivyo pia katika taaluma yako kuweza kuishi pamoja na taaluma nyingine zenye utaratibu na kanuni zake, kuweza kuishi na wafanyabiashara wengine kwa taratibu na kanuni zake, kuweza kuishi pamoja na viumbe vingine vyote vyenye utaratibu tofauti na kanuni zao. Na kwa kuweza kuishi huko, wewe ndiye umeitwa familia, ikimaanisha umefanana na vyote, umekuwa na uweza wa kuishi na vyote, umekuwa na uweza wa kuishi na kanuni au zaidi ya kanuni au taratibu tofauti kwa muonekano wake.
umeweza kuishi na tabia tofauti tofauti kwa muonekano wake. Umeweza kuishi na dini tofauti tofauti kwa muonekano wa taratibu na kanuni zake. Dhehebu tofauti tofauti kwa muonekano na utaratibu wa kuonekana kwake. Basi na vema ya familia yako, nikimaanisha vema ya maisha yako, kwa kuwa wewe ndiye familia kwa kanuni na utaratibu wa kuishi kwako. Ni mwanamke au ni mwanamume, ni mtoto au ni mkubwa, kwa kuwa hivyo kwa kuonekana kwako, kwa kanuni na taratibu za kuonekana kwako, wewe ndiye familia. Kwa kuwa umeweza kuishi na vingine viwili tofauti tofauti na vingine zaidi ya viwili tofauti zaidi ya viwili vyenye kanuni na utaratibu tofauti zaidi ya viwili vyenye tabia tofauti kwa kuonekana kwake. Mwanamke na tabia zake, mwanamume na tabia zake, watoto na tabia zao. Lakini kwa kuwepo kwako wewe baba, umeweza kuishi na watoto wako na tabia zao, mke wako na tabia zake. Lakini kwa kuwepo wako, kwa uweza huo wa kuishi hivyo, wewe ndiye umeitwa familia. Kanuni na utaratibu za kuishi nao pamoja, wewe ndiye umeitwa familia, kwa kuwa umefanana nao, umefanana pamoja nao, umekuwa ni msaidizi katika kanuni na taratibu zao, umekuwa ni mtawala katika taratibu na kanuni zao. Vivyo kwako wewe mke, vivyo kwako wewe mtoto, popote ulipo, umekuwa na uweza wa kuishi na wazazi wako kwa kanuni na taratibu zao. Umekuwa na uweza wa kuishi na rafiki zako kwa kanuni na taratibu zake. Vivyo pia hapo ulipo, wewe ndoa, wewe kabila, wewe ukoo, wewe taifa, wewe dini, wewe dhehebu, umekuwa na uweza wa kuishi na zaidi ya dhehebu mbili tofauti zenye utaratibu au kanuni tofauti, tabia tofauti, muonekano tofauti. Na kwa uweza huo wa kuishi nao kwa utofauti wao, wewe ndiye umekuwa familia au umeitwa vema ya familia yako. Hiyo ndiyo vema ya familia yako, ni ule uweza wa kuishi pamoja na vingine zaidi ya viwili vyenye mamlaka tofauti au taratibu na kanuni tofauti au tabia tofauti. Ndio naongea na wewe popote pale ulipo kuhusu vema ya familia yako, kwamba familia yako imekuwa vema. Familia ukiwa wewe mwenyewe au familia ya baba, mama na watoto imekuwa vema, kwa kuwa imekuwa na uweza wa kuishi na zaidi ya familia nyingine kwa majina yake tofauti zenye taratibu tofauti zenye tabia tofauti zenye kanuni tofauti. Pia wewe hapo katika familia ya kiukoo umeweza kuishi na koo zaidi ya mbili zenye taratibu au kanuni tofauti zenye
tabia au mwonekano tofauti tofauti. Ndiyo, ni taifa lako au kijiji chako, ni dini yako imekuwa na uweza wa kuishi na zaidi ya dini mbili tofauti tofauti zenye kanuni na taratibu zao. Ni dhehebu hilo ulilonalo, ni taaluma hiyo ulionayo, ni biashara hiyo ulionayo, ni taasisi hiyo ulionayo, ni taifa hilo ulilonalo limekuwa na uweza wa kuishi na zaidi ya mataifa mawili yenye taratibu na kanuni zao tofauti tofauti. Ni dunia imekuwa na uweza wa kuishi na zaidi ya sayari mbili tofauti tofauti zenye taratibu na kanuni tofauti tofauti, lakini kwa uweza huo wa hivyo pamoja, ndiyo maana umeitwa familia bora, au hiyo ndiyo vema ya familia yako. Vema maana yake usahihi wa familia yako, umuhimu au uhitajiko wa familia yako, uhitajiko wa wewe popote pale ulipo kwa kila unachokifanya, uhitajiko wa taaluma yako, biashara yako, au popote pale kwa jinsi hiyo hiyo ulivyo sasa. Ndio, upo hapo kwa kuwa unahitajika. Upo hapo kwa kuwa wewe ni muhimu. Haijalishi uko wapi, haijalishi una nini, haijalishi familia yako ipi, haijalishi taifa lako lipi, haijalishi taaluma yako ipi, haijalishi unafanya nini, haijalishi ujuzi wako ni upi, haijalishi umeolewa katika familia ipi, haijalishi umeoa familia ipi, haijalishi vyovyote vile, lakini popote pale ulipo, upo kwa kuwa unahitajika. Upo kwa kuwa wewe ni muhimu, kwa kuwa wewe uko sahihi, kwa kuwa wewe uko vema. Wewe ni familia njema, wewe ni familia bora, wewe ndiye uliye bora katika uwepo hapo ulipo popote. Na umekuwa familia bora, familia njema, familia inayohitajika kwa kuwa jambo ni moja: kanuni na utaratibu wa uwepo wako hapo ulipo umekuwa na uweza wa kuishi na kanuni na taratibu zaidi ya mbili zilizokuzunguka, zaidi ya mbili zilizopo, au ikiwa na maana kanuni na utaratibu ulionao hapo ulipo umeweza kuishi na zaidi ya kanuni mbili au taratibu mbili au tabia mbili tofauti tofauti. Au kwa maana nyingine hii, zaidi ya kanuni na taratibu mbili tofauti tofauti, tabia mbili tofauti tofauti zimeweza kuishi pamoja na wewe, zimeweza kuishi pamoja na kanuni au utaratibu ulionao hapo popote ulipo. Ndio, naongea na wewe popote pale ulipo kuhusu vema ya familia yako, ikiwa na maana vema ya maisha yako, kwa kuwa wewe ndiye uliye familia popote pale ulipo. Na umekuwa familia kwa kuwa umekuwa na uweza wa kuishi na zaidi ya mamlaka mbili tofauti tofauti, zaidi ya kanuni au utaratibu mbili tofauti tofauti.
au kanuni mbili, kanuni zaidi ya mbili, taratibu zaidi ya mbili, mamlaka zaidi ya mbili tofauti tofauti zimeweza kuishi pamoja na wewe, zimeweza kuishi pamoja na kanuni au utaratibu wa kuishi kwako popote pale ulipo. Na mmeweza kuishi pamoja, umeweza kuishi pamoja na zaidi ya kanuni au taratibu mbili tofauti tofauti, zaidi ya tabia mbili tofauti tofauti, kwa kuwa wana manufaa na hiyo taratibu au kanuni yako. Ni wasaidizi wa taratibu au kanuni ya maisha yako, ni wasaidizi wa maisha yako. Pia taratibu au kanuni zaidi ya mbili tofauti tofauti zimeweza kuishi pamoja na wewe, kwa kuwa wewe una manufaa kwao. Wewe, kanuni na utaratibu wako huu ni usaidizi katika kanuni zao, katika kanuni na taratibu zao, na ndio maana zimewafanya mkaishi pamoja, mkawa familia moja, mkawa ufalme mmoja, mkawa maisha au mnaoishi maisha ya pamoja. Na ndio maana hata sasa pumzisho hili la Mungu lipo hapo kukusaidia, kwa kuwa wewe ni muhimu, wewe ni vema katika uwepo wako, wewe ni familia ya pumzisho hili la Mungu. Kwani ukiwa ni kilema, kutembea kuko pamoja nawe. Ukiwa ni mgonjwa, uponyaji uko pamoja nawe. Ukiwa ni maskini, utajiri uko pamoja nawe. Ukiwa na biashara hiyo, wateja wako pamoja nawe. Ukiwa shambani katika kilimo hicho, mavuno yako pamoja nawe. Ndio maana ya pumzisho hili. Ukiwa popote pale ulipo, aliye msaidizi wako, aliye wa kufanana na wewe, yuko pamoja na wewe kukusaidia hapo ulipo, kwa kuwa wewe uko vema, wewe ni bora, wewe unafaa, wewe ni sahihi popote pale ulipo. Naongea na wewe popote pale ulipo kuhusu vema ya familia yako, vema ya uwepo wako, vema ya popote pale ulipo, kwa kuwa popote pale ulipo ndiyo familia, tena familia kwa jina husika. Ukiwa nyumbani kwako, familia ya baba, mama na watoto wako. Ukiwa katika taaluma yako, kuna familia hiyo sawa na taaluma zilizokuzunguka. Ukiwa katika kijiji chako, kuna familia za ukijiji. Ukiwa katika jina la familia hiyo, kuna familia zilizokuzunguka kwa majina yake. Ukiwa katika taifa hilo, kuna familia zilizokuzunguka za kimataifa zinazokusaidia au zilizo za kufanana na wewe popote pale ulipo. Ukiwa katika biashara hizo, kuna familia za kibiashara. Ukiwa katika popote pale ulipo, kuna familia kwa jina husika la popote ulipo. Na ndio maana wewe umekuwa ni familia iliyo njema. Wewe umekuwa ni familia ulio bora, na unasaidiwa na Mungu, unasaidiwa na wasaidizi wako, unasaidiwa popote pale ulipo. Na wewe unasaidia chochote popote pale kilipo, kwa uwepo wa kanuni
na utaratibu wako hapo ulipo, wa kike au wa kiume, wa kidaktari au wa kipolisi, wa kiukulima au wa kiuhasibu, wa kibiashara au wa uchimbaji, au vyovyote kwa kuitwa kwako, popote pale ulipo umekuwa ni usaidizi kwao, na wao popote pale ulipo kwa kanuni na taratibu zao zimekuwa ni usaidizi katika hicho unachokifanya, katika taratibu na kanuni za uwepo wako popote pale ulipo, katika dini yako, katika taaluma yako, katika kijiji chako, katika taifa lako, katika ujuzi wako, katika ualimu wako, katika unabii wako, katika uchungaji wako, katika ukulima wako, katika ubaba wako, katika umama wako, katika taaluma yako, katika dhehebu lako, popote pale ulipo kwa uwepo wako wewe. Basi pokea pumzisho hili la vema ya familia yako. Pokea pumzisho hili la vema ya familia yako, ya hiyo familia yako iliyo vema kwa kuonekana kwake vyovyote vile kama ulivyo sasa. Basi pokea pumzisho hili na raha ya kuwa familia njema, raha ya vema ya familia yako iwe pamoja nawe.